بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kipenzi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii katika muhadhara wetu kwa mada ambayo kichwa cha habari kinasema kuwa kwa nini Ahlus Sunna wal Jamaa hawaafikiani na Mashia, itikadi ya Kishia. Kama tunavyofahamu, katika mambo ya akida, mambo ya itikadi, katika sehemu zetu hizi kuna itikadi za aina tofauti tofauti, itikadi nyingi. Na miongoni mwa itikadi iliyopo katika maeneo yetu ya Singida, itikadi ya Kishia. Bizaamihim muslimun, kwa madai kwamba ni Waislamu na wanalingania katika Uislamu. Wapo ndugu zetu ambao ni miongoni mwa Mashia katika nasaba, katika ujamaa na vinginevyo. Sasa kwa nini Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema kwamba hawa katika itikadi sio ndugu zetu na hatuwezi kuwafikiana pamoja katika mambo ya dini? Nitataja sababu chache ambazo nimeziandika. Nitataja sababu kama 8 kwa uchache ambazo zinatuainishia kuwa hatuwezi kuwa kitu kimoja, hatuwezi kuwa pamoja na Mashia. Ndugu zangu katika imani, maudhui hii yawezekana imezungumzwa katika mihadhara iliyofanyika sehemu tofauti tofauti, yawezekana ilifikishwa, lakini si vibaya nami pia nikachukua fursa hii ya kuifikisha. Inaweza ikawa nikaifikisha kwa namna tofauti na ilivyofikishwa, au ikawa ni namna ile ile kama alivyofikisha wa mwanzo, nami nikafikisha vile vile. Kwa hiyo sije ukashangaa ikifika kama ilivyofikishwa mwanzo. Ni miongoni mwa babu tadhkir, tunakumbushana mambo ambayo yanapelekea sisi tusiwe pamoja na hawa. Jambo la kwanza, ghuluwu fi amiri almu'minin Ali. Jambo la kwanza, kumtukuza kupita kiasi Ali ibn Abi Talib, ambao ni khalifa miongoni mwa makhalifa wanne. Ali ibn Abi Talib ambaye ni miongoni mwa ami zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib ndo huyu ambayo kwa madai yao ndo imamu wa kwanza. Sasa wamemtukuza mpaka kupita kiasi.
Ahlusunna wal Jamaa wakasema hapana, kutokana na kumtukuza Ali ibn Abi Talib kiasi hichi, sisi hatuwezi kuwa kitu kimoja. Katika riwaya, miongoni mwa riwaya, dalili ambayo nitazitumia hapa, nitatumia dalili kutoka kwenye vitabu vya Kishia zote. Nitatumia vitabu vya Kishia. Katika riwaya ambazo zinapatikana kwenye kitabu Nahjul Balagh, mujalladi wa 5, ukurasa wa 5, Abdullah ibn Saba siku moja, wakati Ali ibn Abi Talib yuko katika mimbari anahutubu, akasimama Abdullah ibn Saba mbele yake, akamnyoshea kidole na kumwambia anta anta. Faqala Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib akasema kumwambia wailaka min ana, koma wewe, acha kufanya kitendo hicho unachokifanya. Qala, akasema Abdullah ibn Saba, anta Allahu, wewe ni Mungu. Kuanza kutukuzwa Ali ibn Abi Talib katika zama hizi za Abdullah ibn Saba ndio ameanza kumpandisha daraja Ali ibn Abi Talib. Hapa kampandisha daraja, akamfikisha kwenye uungu, kwamba wewe ni Mungu. Katika riwaya, baada ya maneno haya alichukuliwa Abdullah ibn Saba na kuadhibiwa. Akaadhibiwa, ikafikia akaadhibiwa na moto. Akasema sasa hivi ndio nimepata uhakika thabiti ya kwamba wewe ni Mungu kweli, kwa sababu hakuna anayeadhibu kwa moto isipokuwa Mungu pekee. Kwa hiyo hii ni ulu, walimpandisha sana Ali ibn Abi Talib mpaka kufikia kumuita Mungu. Ahlusunna wal Jamaa wakasema hapana, kwa itikadi hii hatuwezi kuwa pamoja. Miongoni mwa nukta na riwaya nyingine ambayo pia inapatikana katika kitabu cha Anwar an-Nu'maniyya, Abdullah ibn Saba anasema idda'a anna aliyan a'lam min jami' al-anbiya, kumpandisha daraja Ali ibn Abi Talib, akadai ya kwamba Ali ibn Abi Talib a'lam, anafahamu zaidi min jami' al-anbiya, kuliko manabii wote. Anafahamu zaidi kuliko manabii wote, itikadi ambayo sasa inavuka mipaka. Lakini pia katika kitabu hicho Abdullah ibn Saba na wafuasi wake i'taqadu anna aliyan yastahiqu al-ibada, waitakidi ya kwamba Ali anastahili kuabudiwa. Mtu anastahili kuabudiwa kwa maana ni Mungu. Hakuna ibada inayofanywa isipokuwa kwa Allah pekee. Mwenyezi Mungu anasema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din, hatukuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah pekee na kumtakasia dini yake. Lakini Abdullah ibn Saba pamoja na wafuasi wake wanasema kwamba Ali ibn Abi Talib yastahiqu al-ibada, anastahiki kuabudiwa. Katika riwaya, miongoni mwa riwaya, anasema kwamba Ali yamliku sifati al-ilahiyya, Ali ibn Abi Talib anamiliki sifa za uungu. Ali ibn Abi Talib anamiliki sifa za uungu, kwa maana anayemiliki sifa za uungu ni Mungu.
Allah subhanahu wa ta'ala na majina na ana sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anayemiliki sifa za uungu ni Mwenyezi Mungu. Kutokana na akida hii, Ahlus Sunna wal Jamaa wakasema hapana, nyinyi mmevuka mipaka kumtukuza Ali ibn Abi Talib, hatuwezi kuwa pamoja. Ndio maana Ahlus Sunna wal Jamaa wanapingana na Mashia kwa sababu ya kumtukuza Ali ibn Abi Talib, kumweka daraja la juu mpaka kufikia kumpa sifa za uungu. Hiyo ni nukta ya kwanza, au ni sababu ya kwanza ya Ahlus Sunna wal Jamaa kutokuwa pamoja kwa mambo ya dini na Mashia. Nukta ya pili, anna munkiru almut'a kafirun wa mal'unun. Nukta ya pili, kunako ndoa ya mut'a, ndoa ya muda. Ndoa ya muda, ndugu zangu katika imani, ilihalalishwa kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado yuko hai, na ikaharamishwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Iliharamishwa katika vita vya Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza kuwa sasa ndoa hii ni haramu. Makubaliano ya ndoa ya muda ni wanapatana muoaji na muolewa kwa muda watakaopatana, haihitaji ushahidi wala haihitaji wali. Hili jambo katika mtizamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa, kwa kuwa ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliharamisha ndani ya uhai wake, basi na Ahlus Shia wakaendelea kulienzi pamoja na limeharamishwa, Ahlus Sunna wal Jamaa wakasema kwamba sisi hatuwezi kuwa pamoja katika masala ya dini na nyinyi Mashia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmehalalisha jambo ambalo qad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekwisha haramisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa tunaenda tofauti na hawa watu, kwa sababu wameharamisha jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliharamisha. Lakini isitoshe kwamba wanamlaani yule ambaye hatofanya au yule ambaye atajiweka mbali. Katika kitabu miongoni mwa vitabu vya Wasaili Shia, nukila an Imam Jaafar as-Sadiq annahu qala, asema kwamba ma min rajulin tamatta'a thumma ightasala illa khalaqa Allahu min kulli qatratin taqturu minhu malakan yastaghfiru lahu ila yawm al-qiyamah. Wanazungumzia dhidi ya ubora wa hili jambo ambalo Mtume ameliharamisha, kwamba haiwi mtu akafanya mut'a, akafanya ndoa ya mut'a, akafanya tendo la ndoa kwa ndoa ya mut'a, akafanya tendo hilo kisha akaenda kuoga, yale matone ya maji ambayo yanadondoka yale, kila likidondoka tone la maji, anayeoga janaba ya ndoa ya mut'a, basi kila tone lina Mwenyezi Mungu anaumba malaika kwa tone hilo, yastaghfiru lahu ila yawm al-qiyamah. Kila malaika atakayeumbwa kwa tone hilo atakuwa ni mwenye kumuombea msamaha mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo hili ni jambo zito, ni jambo ambalo wamelitukuza. Ukirudi katika kitabu cha Biharul Anwar pia vile vile riwaya hii utaipata, na riwaya nyingi ambazo zimekuja pia vile vile zinapatikana pia katika hichi kitabu. Miongoni mwa riwaya ipo katika kitabu ambayo inanasibishwa na Imam Sadiq
pia vile vile, lakini wanazungumzia dhidi ya ubora ambao unapatikana kwa tendo hilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliharamisha. Ahlusunna wal Jamaa hawawezi kuwafikiana na hawa kwa kitendo hichi ambacho wanakitukuza wakati Mtume amekiharamisha kitendo hichi. Lakini pia anna almalaika, kwamba malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala tastaghfir lilmutamatti', anamuombea msamaha mwenye kufanya tendo la muta. Mwenye kufanya ndoa ya muta, Mwenyezi Mungu anamuombea msamaha. Hili pia vile vile ni jambo ambalo linapelekea sisi Ahlus Sunna wal Jamaa kuwa mbali na hawa watu kwa mambo kama haya. Lakini jambo lingine, katika riwaya ambayo inasema kwamba anna man yatrukaha yakunu mahruman min fadli adhimin, atakayeliacha au atakayeacha ndoa hii atakuwa amejinyima au amenyimwa, atakuwa amenyimwa ubora mkubwa. Watal'an, na analaniwa man yajtanib almut'a, analaniwa yule mwenye kujiepusha na mut'a ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama. Yani kwa maana wanaojiepusha na mut'a Ahlus Sunna wal Jamaa kulingana na akida yao na itikadi sahihi haiwaruhusu kufanya vile, kufanya jambo ambalo Mtume ameliharamisha. Kwa hiyo kila aliyejiepusha na amejiweka mbali, wao kama wao wanamuona kwamba ni maluunu, amelaaniwa, na ataendelea kulaaniwa ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama ataendelea kulaaniwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu amejitenga au amejiepusha na tendo la muta. Riwaya inanasibishwa ila Imam Jaafar as-Sadiq, kadhalika waradat fi ba'd al-kutub ash-Shi'a inda al-Imamiyya mithl wasail ash-Shi'a. Anasema almut'atun min dini wa dini abai, mut'a ni katika dini yangu na ni dini ya baba zangu. Wa man amila biha amila bidinina, atakayefanya mut'a atakuwa amefanya dini yetu, kwa maana ameshikamana na dini yetu. Wa man ankaraha ankara dinina, na atakayejiepusha akachukia tendo hilo atakuwa amechukia dini yetu. Wa i'taqada bighairi i'tiqadina au bighairi dinina, na atakuwa ameitikadi kinyume na dini yetu. Kwa hiyo yule ambaye anachukia au yule ambaye yuko mbali na hili, basi atakuwa hayuko na dini hii au itikadi ya Kishia. Kwa hiyo hii ni moja katika riwaya pia ambayo imenasibishwa kwa al-Imam Jaafar as-Sadiq juu ya maneno haya. Ni maneno ambayo riwaya ambazo zinapatikana katika vitabu vyao, unaweza ukarejea na ukaangalia. Sasa hivi kuna uwepesi wa kurejea, vitabu viko katika mitandao ya kijamii, unaweza ukarejea ukaangalia na ukaona yale ambayo yanasemwa. Lakini wakapandisha daraja tendo hili la mut'a, wakalipandisha daraja likawa na daraja ya juu sana. Man tamatta'a marratan, mtu atakayefanya mut'a mara moja, yani akafanya ndoa ya mut'a mara moja, kanat darajatuhu kadarajati. Wa man tamatta'a marratayn kanat darajatuhu kadarajati Hasan ibn Ali wa Husayn ibn Ali. Atakayefanya mut'a katika riwaya hii sema kwamba atakuwa na daraja mfano wa daraja langu, na atakayefanya mara ya pili atakuwa na daraja kama daraja la Hasan ibn Ali na daraja la Husayn ibn Ali. Kwa hiyo wamepandisha ubora juu ya tendo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kad haramaha
Mtume ameliharamisha toka katika vita vya Khaibara. Lakini pia katika mambo ambayo Ahlusunna wal Jamaa hawawezi kuwa pamoja na hawa Mashia ambao pia wako katika viwanja vya da'wa, wanalingania na wanawafuasi, ni jambo la at-taqiyya. Jambo la tatu, at-taqiyya ni nini? Taqiyya ni kuficha ukweli na kudhihirisha kinyume chake. Yaani kuficha jambo, kudhihirisha kinyume chake. Kwa tafsiri nyepesi tunasema ni unafiki. Taqiyya kwa wao ni moja katika mambo ambayo wanahesabu ni ya msingi, na mtu ambaye hana taqiyya hana dini. Mtu ambaye hana taqiyya hana dini. Katika kitabu cha Al-Kafi li Sheikh Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini asema, moja katika kitabu hichi ni miongoni mwa masadiri ya vitabu muhimu sana vya hadithi inda Shia al-Imamiyya. Zinapatikana riwaya nyingi ambazo zinazungumzia masala ya at-taqiyya. Miongoni mwa riwaya anasema, qala ayu shay'in aqrabu li'aini min at-taqiyya inna at-taqiyya junnat al-mu'min. Ni kipi ambacho ni kizuri zaidi katika uoni wangu kushinda taqiyya? Hakika taqiyya ni ngao ya mu'min. At-taqiyya junnatul mu'min. Taqiyya ni ngao ya mu'min, yani unafiki ni ngao ya mu'min. Sisi tumeelezwa Ahlusunna wal Jamaa kwa msimamo wao na dalili zilizopo katika Qur'ani na Sunna zinazuia na kukataza na kukemea unafiki. Lakini kwa upande wao wanatetea na kuupa nguvu na kuonesha kwamba ndo dini na ndo ngao ya muumini. Atakapokuwa hana taqiyya, basi huyu hana imani. Asema kadhalika warada fi kitabi al-Kafi anna al-Imam alayhi salam dhakara anna la iman liman la taqiyata lahu. Hana imani kwa mtu ambaye hana taqiyya. Mtu ambaye hana taqiyya la iman, hana imani. Yani kwa maana mtu ambaye hana unafiki katika kifua chake, kudhihirisha kile ambacho si halisia, basi mtu huyu hana imani. Kadhalika katika riwaya iliyonasibishwa kwa Ali ibn Husaini alayhi salam anasema, yaghfiru Allahu lilmu'min kullu dhanbi. Mwenyezi Mungu anamsamehe muumini dhambi zote. Dhambi zote ambazo anazifanya. Yudharuhu minhu. Dhambi zote ambazo zinadhihiri katika dunia na akhera, Mwenyezi Mungu anamsamehe mtu. Ma khala dhambaini, isipokuwa dhambi mbili. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote isipokuwa dhambi mbili. Dhambi la kwanza ambayo halisameheki, tarku taqiyya, kuacha taqiyya. Mtu ambaye ameacha taqiyya, dhambi lake ni kubwa mno juu ya itikadi ya Mashia, hasameheki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlusunna wal Jamaa tuna itikadi ya kuwa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Alimuhimu mtu bado yuko hai, isipokuwa atakayekufa na shirki kubwa,
Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi la shirki, kushirikishwa na miungu mingine kinyume na yeye. Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi hili, lakini hamsamehi yupi? Yule aliyekufa na dhambi hilo la shirki. Lakini kama yuko hai akatubia, Mwenyezi Mungu anamsamehe pamoja na kwamba amefanya shirki. Anatubia, Allah anampa msamaha, kwa sababu yaghfiru dhunuba jamia, anasamehe madhambi yote. Lakini wao wanasema kwamba mtu aliyeacha taqiya hana msamaha duniani wala akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu ambaye hana taqiya, huyu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana msamaha. Lakini hilo ni jambo au dhambi la kwanza. Dhambi lingine, tadhi'ul huquqi al-ikhwan, mtu aliyepoteza undugu wa nasaba. Haya mambo mawili wao wanasema kwamba aliyepoteza undugu, ambao Sheikh alizungumzia kwa kina hapa, Sheikh Omar, aliyepoteza undugu, wao wanasema kwamba huyu hasamehi, dhambi lake alisameheki, na aliyeacha taqiya dhambi lake alisameheki. Katika riwaya, miongoni mwa riwaya pia anasema tarku taqiya wa tadhi'i al-huquq al-ikhwa yu'addani dhanban la yaghfiruhu Allah ma'a baqiyati dhunub. Mtu hawezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala pale atakapokuwa ameacha taqiya na akawa amepoteza undugu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi akamsamehe. Hilo ni jambo la tatu katika mambo ambayo Ahlusunna wal Jamaa hawawezi kuwa pamoja na hawa watu katika masala ya dini, kwa sababu ya mambo walionayo kinyume na taratibu ya dini ya Kiislamu. Jambo lingine, hawawezi kuwa pamoja Ahlusunna wal Jamaa pamoja na hawa watu kwa jambo ambalo wanasema kwamba Iblisu indahum afdalun min Abi Bakar wa Umar, kwamba Ibilisi, huyu sheitan, Ibilisi aliyelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wao afdalun, ni bora zaidi, min Abi Bakar wa Umari, kushinda Abu Bakari na Umari radiyallahu anhuma. Abu Bakari ni khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umar ni khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume amezungumza juu ya ubora wa watu hawa. Dalili nyingi zimekuja, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza juu ya ubora ya hawa watu waliotangulia katika kheri. Lakini wao wanakuambia kwamba hawa kwa wao ni watu wabaya, bora Ibilisi kwa wao, bora ya Ibilisi. Katika riwaya ambayo inapatikana kwenye kitabu cha moja katika kitabu Wasailu Shia, asema wa baadhi ya riwayat, katika baadhi ya riwaya pia vile vile ambazo zinazungumzia udhalili, juu ya kuwadhalilisha hawa makhalifa, wanasema Iblisu khairun min Abi Bakar wa Umar, Ibilisi ni bora kushinda Abu Bakar na Umar. Iblis ni bora kwa wao kushinda Abu Bakar wa Umar. Katika riwaya nyingine wanasema kwamba a'dauna bidaraja, maadui zetu wako kidaraja. Al-ula Umar, adui wa kwanza ni Umar ibn Khattab, thumma Abu Bakar, adui wa pili ni Abu Bakari Siddiq, thumma sahabatul akharun, kisha maswahaba wengine. Katika riwaya
au katika riwaya nyingine wasema thumma man khalafa amirul mu'minin, kisha wanafuatia wale watakokuwa wamemkhalifu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib. Katika riwaya nyingine wasema thumma man la yaqiru bil imama, kisha baada ya uadui wa Umar, kisha Abu Bakar, kisha adui anayefuata ni yule ambaye hajakiri uimamu. Au katika riwaya nyingine wanasema thumma man ittakhadha mawqifan dhiddu ahli albayt, au yule ambaye atakuwa na msimamo kinyume na msimamo wa ahli bait. Yani baada ya adui wa kwanza Umar, adui wa pili Abu Bakar, adui wa tatu ima yule atakayekuwa na msimamo kinyume na msimamo wa ahli bait, ima yule atakayekuwa na man la yaqiru bil imama, yule ambaye atapinga uimamu, ima maswahaba wengineo ambao watakuja. Kwa hiyo kutokana na msimamo na itikadi ya ahlu Shia juu ya hili, ahlu sunna wal jamaa hawawezi kuwafikiana pamoja, kwa sababu sisi tunalinganiwa na Mtume tuwapende maswahaba. Tunalinganiwa na Mtume tuwapende maswahaba, wakiwemo hawa waliotajwa hapa ambao ni maswahaba wakubwa waliochukua utawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliobashiriwa pepo wakati wako hai. Kwa hiyo al-sunna wal jamaa wanajitenga na kuwa mbali na hawa kwa sababu ya msimamo au kutokana na akida ambao wanayo wao. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatakiwa kujitahadhari. Mtu ambaye anakutukania mtu unayempenda wewe, sahaba ambao tunalinganiwa tuwapende, akamkosoa na kumtukana, basi wewe lazima uangalie kwa kina. Je, unaweza kawa sawa sawa katika akida? Je, ni mtu wa kulingania kuingia katika akida yake? Wakati huo anakutukania yule ambaye unampenda. Lakini pia katika riwaya, miongoni mwa riwaya, rawa al-Kulaini an Abi Ja'far alayhi salam qala inna shaykhaini Abu Bakar wa Umar faraqa ad-dunya wa lam yadkhula al-janna. Hakika mashekhe wawili Abu Bakar na Umari faraqa dunia, wameondoka katika dunia, wamekufa lakini hawajaingizwa peponi. Lam yadkhula aljanna, hawajaingia katika pepo. Hii ni riwaya. Riwaya nyingine inasema kuwa inna shaykhaini, hakika mashekhe wawili Abu Bakar wa Umar faraqa dunia wa lam yatuba, wameondoka katika ulimwengu na hawakutubia. Wa kana awwal man khalafa aliyan, na walikuwa ni wa mwanzo katika kumkhalifu Ali. Wa adhhara al-adawa li ahli baiti, na walidhihirisha uadui kwa ahli baiti. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo yanapatikana, ni riwaya zinazopatikana katika vitabu vyao juu ya kuwatukana hawa na kuona kuwa au kuona kwamba Ibilisi kwa wao ni bora kuliko hawa watu au kuliko masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la tano, kwa nini Ahlus-Sunna wal Jamaa hatuwafikiani na hawa? Hatuwafikiani kwa sababu kwanza wamemkosoa Ali ibn Abi Talib. Katika jambo la tano, miongoni mwa mambo ambayo hatuwafikiani nayo, wamemkosoa Ali ibn Abi Talib na kumtukana na kumtoa katika Uislamu, pamoja na kwamba madai yao ndiyo khalifa, ndiyo imamu wa kwanza, pamoja na kwamba ndio imamu wao wa kwanza, lakini pia wamemkufurisha imamu. Na sisi Ali ibn Abi Talib tunampenda, Ahlus-Sunna wal Jamaa wanampenda Ali ibn Abi Talib,
moja katika miongoni mwa makhalifa, lakini ni moja katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wamemkufurisha Ali ibn Abi Talib kwa sababu gani? Sababu iliyopelekea kumkufurisha Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib wakati anapewa utawala alisema maneno yafuatayo. Alisema, da'uni waltamisu ghairi, niacheni mimi, msinipe uongozi, msinipe utawala, chagueni mwingine, mpeni utawala. Wa in taraktumuni fa ana ahadukum wal ali asma'ukum. Lakini pia kwa itikadi yao kwamba maswahaba waliritadi baada ya kufa Mtume sallama, wote walirudi kwenye ukafiri isipokuwa baadhi ya wale waliowaainisha kwa kuwataja kwa majina yao. Katika riwaya, baada wafati nabii sallallahu alayhi wasallama, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallama, irtadda an-nas baada rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa thalatha. Katika riwaya nyingine wanasema illa au arba'a, isipokuwa watatu au wanne. Kisha wakawataja wale waliobaki kwamba hawakuritadi. Wa kwanza Salman al-Faris, wa pili Abu Dharr al-Ghifari, wa tatu al-Miqdad ibn Amr. Hao ni maswahaba watatu ambao walibakia hawakuritadi katika itikadi yao. Lakini wanamuongezea mwingine Ammar ibn Yasir. Mara nyingine wanamuongezea Ammar ibn Yasir, kwa sababu ilipokuja katika riwaya walibaki watatu au wanne. Watatu ambao ni Salman al-Faris, Abu Dharr al-Ghifari, al-Miqdad ibn Amr, wanne ni nani? Ammar ibn Yasir. Wote waliritadi. Uone kwamba itikadi hii ni itikadi ya ajabu, kwamba hata Ali ibn Abi Talib hajatajwa hapa kwamba alibakia yeye. Sababu Ali ibn Abi Talib pia alikuwepo baada ya kufa Mtume, alikuwepo na alikuwa anahesabika ni miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakatajwa watatu, wanne Ammar ibn Yasir. Hata Ali ibn Abi Talib hayupo katika nini, kwa maana na yeye pia aliritadi. Kwa hiyo kutokana na itikadi ya kwamba maswahaba wote waliritadi, hatuwezi kuwa sawa sawa al-sunna wal jamaa na hawa watu, kutokana na nini? Kutokana na kashfa hii mbaya ambayo wameitupa kwa maswahaba kwa ujumla wao. Lakini katika riwaya lilmajlisi katika kitabu cha Biharul Anwar juzu ya 30 ukurasa wa 384, inna Abu Bakar wa Umar kafirani, wanasema kwamba hakika Abu Bakar na Umar ni makafiri. Wa man ahabbahuma, na atakayewapenda, watawallahuma, na atakayewatawalisha. Yani kwa maana yeyote ambaye atawapenda Abu Bakar na Umar, na yeyote ambaye atawatawalisha na kuwa na imani ya kwamba Abu Bakar ni moja katika makhalifa wa Mtume na Umar ni moja katika makhalifa wa Mtume, basi naye pia ni kafiri. Na katika riwaya nyingine ambayo pia vile vile nasema inazungumzia ukafiri juu ya Abu Bakar wa Umar, katika Hidayah, kitabu ambacho wamekiitia al-Hidayah, safha ya 44, anasema kwamba wal awthan al-arba'a
inda rafidha hum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Muawiya. Wamewatukana maswahaba kuwa ni masanamu manne. Wakisema masanamu manne wanakusudia Abu Bakari wa kwanza, Umar wa pili, Uthmani wa tatu na Muawiya wa nne. Hawa wanawaita awthanul arba'a. Kwa hiyo kwa ujumla wamewatukana na kuwakashifu na kuwaharibu, kuwachafua maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtizamo na akida ya Ahlus-Sunna wal Jamaa, hawawezi kuwa pamoja na watu ambao wanawakosoa na kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni jambo la sita katika mambo ambayo yanapelekea Ahlus-Sunna wal Jamaa tusiwe pamoja na hawa watu. Nukta ya saba au jambo la saba, hawakuishia kwa maswahaba, wakaenda mpaka wakawalani maimamu wanne ambao ni al-Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Abu Hanifa. Wakawatukana kwa matusi mabaya. Moja katika riwaya, anna Shia yal'anuna ash-Shafi'in wa Abu Hanifa wa Ahmad ibn Hanbal. Katika kitabu Al-Kafi lil-Kulaini wanasema kwamba la'ana Allahu Aba Hanifa kana yaqulu qala Ali wa qultu. Abu Hanifa amelaaniwa kwamba alikuwa akisema, amesema Ali nami nasema. Wakamlani Abu Hanifa kwamba Mwenyezi Mungu amlaani. Na laana ni mtu kutolewa katika rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana Abu Hanifa atoe katika rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kana yaqul, alikuwa akisema qala Ali wa qultu ana, Ali amesema hivi nami nasema hivi. Fala'anahu, wakamlani. Lakini wakamlani kadhalika Imamu Ahmad ibn Hanbal. Ukirejea katika kitabu cha Al-Hidayah Al-Kubra. Lakini pia wakamlani al-Imamu Shafi'i. Ukirejea katika kitabu Mawqifu Shia juzu ya 3, wanasema kwamba kadhabta fi da'waka ya Shafi'i fala'natullahi 'alal kadhib. Umekadhibisha, umesema uongo katika da'wa yako ewe Shafi. Ala amlani msema uongo. Bal hubbi ashyakhuka fi janibin, ulikuwa na kuwapenda mashekhe zako ni umeweka pembeni. Wa bughdhu ahlul bait fi janib, na kuwapenda ahlul bait pia vile vile umeliweka pembeni. Abatta aljabtu wa taghut, umeabudu matwaguti duna alilahi alwahid alwajib, kinyume na Mungu mmoja ambaye ni wajibu kuabudiwa. Fa shar'u wa tauhid fi ma'zil an ma'shir an-nasibi ya nasibin qaddamtum al-ajli ma'a Samiri ala al-Amir ibn Abi Talib. Wakasema kwamba wanamtukana al-Imamu Shafi'i kwamba Imamu Shafi'i alisema uongo katika da'wa, kwamba Imamu Shafi'i aliabudu miungu mingine tofauti na Mungu mmoja, kwamba Imamu Shafi'i alipenda watu wengine tofauti na kumpenda Ali ibn Abi Talib, aliabudu masanamu ambao ni Samiri na Ijli. Haya yote ametupiwa nani? Al-Imamu Shafi'i. Kwa hiyo kutokana na itikadi ya Al-Sunna wal Jamaa
ambao wana itikadi maimamu wanne ndio watu maimamu waliopigania dini, maimamu ambao mpaka hivi leo tunaenda kwa muongozo wa hawa, hawawezi kuwa pamoja na hawa watu kwa sababu ya kuwatukana maimamu ambao sasa hivi sisi tunawategemea katika masuala ya dini na katika fatwa tofauti zinazohusu Uislamu wetu. Walishikamana na kitabu na sunna, walishikamana na kitabu na sunna, walipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kupigania. Kwa hiyo wakawa ni wenye kulaaniwa na itikadi ya Ahlushia, wakawalani hawa maimamu. Mwisho kabisa, hatujakomea kwamba maimamu walilaaniwa, masahaba walilaaniwa na itikadi hii ya Shia, bali wakalaaniwa Ahlus Sunna wal Jamaa kwa ujumla wao. Haijatosha, watu wote ambao hawafikiani na itikadi yao wakawa katika laana na kuonekana kuwa ni watoto wa zinaa na vinginevyo. Katika nukuu za riwaya ambazo zinapatikana, itanukuu baadhi za riwaya hapa. Kwanza, katika akida yao wana itikadi ya kwamba la yajtami'una ma'a sunna fi aqidati wahida, hawawezi kukusanyika kuwa pamoja na Ahlus Sunna katika itikadi moja, hawawezi kukusanyika katika itikadi moja. Wala fi fahmi tauhid, wala katika ufahamu wa tauhid hawawezi pia vile vile kwa ufahamu wa tauhidi kwamba Mungu mmoja, wao hawawezi kuwafikiana na Ahlus Sunna wal Jamaa. Wala fi fahmi al-imami, wala katika ufahamu wa maimamu. Wala fi qubuli sahaba, wala katika kukubali masahaba, wao hawawezi kuwafikiana na sisi katika kukubali masahaba. Wala fi qubuli a'immata sunna, wala katika kukubali na kuwafikiana na maimamu wa kisunna ambao ni miongoni mwao ni hawa maimamu wanne ambao wamewachafua hapa nyuma, kama tulivyo ainisha riwaya zilizo ainishwa katika kitabu yao. La yajuzu muwafaqatuhum fi qawlin au amal, haifai kuwafikiana pamoja na watu wa sunna katika kauli wala katika matendo. Wajib la'anihim wa shatmuhum, na ni wajibu kuwalani Ahlus Sunna, na ni wajibu kuwatukana, kuwashutumu Ahlus Sunna. Wa bidhati jilul ula, hasa jilul ula tunasema kwamba ni kizazi cha mwanzo ambao wanakusudiwa ni masahaba. Kadhalika katika kitabu cha Anwaru Nu'maniya li Sayyid Ni'matullah al-Jazair anasema inna la najtami'u ma'ahum, ay ma'a Ahlus Sunna, hatuwezi kukusanyika pamoja nao ambao ni watu wa sunna, ala ilahin, kwa Mungu mmoja, wala ala nabiyin, wala kwa mtume, wala ala imamin, wala kwa imam. Wadhālika annahum yaquluna, na hao Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadan nabiyya wa khalifatuhu min ba'dihi Abi Bakr. Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema kwamba Mungu wao ni yule ambaye Muhammad ndiye alikuwa nabii wake, na khalifa aliyokuja baada yake alikuwa ni Abu Bakar baada ya mtume. Wa nahnu la naqulu bihadha rabbin wala bidhalika nabiyin, sisi hatusemi kwamba huyo ni Mungu na wala hatusemi kwamba huyo ni mtume. Kwa maana hapa wanamkana Mungu wa Muhammad na pia vile vile mtume ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume Muhammad. Pia vile vile wao wanasema kwamba kama Ahlus Sunna wal Jamaa watasema huyo ni mtume wao, wao Ahlus Shia wanasema kwamba yule sio mtume wao, kwa maana kwamba wana mtume mwingine. Bal tunasema inna rabbi alladhi khalifata nabiyahu Abu Bakar, kwamba Mungu yule ambaye khalifa wa mtume wake alikuwa ni Abi Bakar,
laysa rabbuna, huyo sio Mola wetu, wala dhalika nabiyina, wala pia vile vile huyo nabii sio nabii wetu. Haya maneno pia utayapata katika Anwarul Nu'maniya katika li Sheikh Nu'man Ni'matullah al-Jazairi. Anna likulli fardin min ahli sunna adhailun fi duburi. Katika matusi pia ambayo watukana ahli sunna, kwamba wanasema kwamba ahli sunna wote, kila ahli sunna dhailun fi duburihi, anamkia katika nyuma yake, anamkia nyuma yake. Hayo ni matusi katika matusi ambayo wanawachafua na kuwatukana ahli sunna. Katika riwaya nyingine pia ambayo inapatikana katika Anwarul Nu'maniya Aljazair, wanasema auladul baghaya yajibu qatlihim wa aqd amwalihim, ambao wanawakusudia ni ahlus sunna wal jamaa. Auladul baghaya yajibu qatlihim wa aqd amwalihim, ni wajibu kuwaua na ni wajibu kuchukua mali zao. Hii pia vile vile ni matusi dhidi ya ahlus sunna wal jamaa. Kutokana na matusi hayo sasa, ahlus sunna wal jamaa hawawezi kuwa pamoja na watu ambao wanakuwa na matusi kwa ujumla wa ahlus sunna wal jamaa, na watu ambao wamewafuata wale wema waliopita, wamewafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwenendo sahihi wa kitabu na sunna, na mengineyo mengi ambayo wameweza kuyasema. Haya ni machache katika yale ambayo tumeyatanguliza hapa, kutokana na itikadi ya kuwa hawa itikadi yao haiwezi kuwa sawasawa au ikaenda sambamba na itikadi ya al-sunna wal jamaa. Ndio maana al-sunna wal jamaa hatuwezi kuwa pamoja katika kulingania dini na katika kulingania Uislamu wetu. Tutafikia mwisho katika mazungumzo haya machache. Hizi dalili ambazo nimezitanguliza kwa nyinyi ni dalili ambazo zinapatikana kwenye vitabu vyao. Sijatumia kitabu cha Ahlus Sunna wal Jamaa ambacho tutaegemea Qur'ani na Sunna, sijazungumza hapa, lakini zinahitaji pia vile vile kushereheshwa kauli hizi kwa kutumia muongozo sahihi Qur'ani na Sunna, ili watu waweze kufanya nini? Watu waweze kuelewa hii itikadi ni itikadi gani, na Ahlus Sunna pia vile vile ni itikadi gani ambayo tunaizungumza hivi leo. Wabillahi tawfik. Tukawa na muda, tutakomea hapa. Tupata nafasi nyingine tutaendelea inshallah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.